Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko na clip ya ndugu yetu Sheikh Bafana akizungumzia masala ya maulidi, na kwa kweli katika clip yake hiyo ambayo haizidi hata dakika 2 amezungumza maneno na akatoa maelezo ambayo sio sahihi kabisa na ni upotoshaji mkubwa sana, na inshallah tutausahihisha upotoshaji huo na tutaisikiliza hiyo clip. Ila ningependa kabla ya kusikiliza hiyo klipu nitoe wito kwa baadhi ya mashehe ambao wana tabia kama hii. Tungeomba tafadhalini mashehe, mnapotaka kuzungumzia jambo au kuelezea jambo lolote lile, basi tofautisha baina ya ufahamu wako juu ya lile jambo na uhakika wa lile jambo wenyewe. Waweza kuzungumzia jambo wewe lakini ukawa watoa maelezo yako wewe binafsi na ufahamu wako wewe, naweza kuzungumzia jambo ikawa ndio uhakika wake. Kwa hiyo unapozungumza uhakikishie watu kwamba huu ni uhakika wa hili jambo ama huu ni ufahamu wangu mimi juu ya hili jambo. Nafikiri imeeleweka mpaka hapo. Kwa hiyo acha tusikilize klipu hii na inshallah tutasahihisha nukta baada ya nukta inshallah. Kitu ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo na mambo mengi za bid'a ni mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ambaye leo wanaounga mkono masala ya mambo ya bid'a hizi wanamwaga pesa nyingi sana ili kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwa hai, lakini wao wenyewe wanajua maulidi na matendo yote ya bid'a imo katika kitanda cha kifo. Wanajua hiyo, lakini wanamwaga pesa nyingi. Okay, kabla hatujasonga mbele kuna pointi 2 hapo tuzirekebishe, halafu tuendelee na pointi zingine ambazo nimezizungumza inshallah. Katika pointi 2 au nukta 2 ambazo nimezipata, ya kwanza amesema kwamba maulidi na mambo yote ya bid'a, sababu 2 ambazo kwamba zinasababisha maulidi kuendelea na mambo ya bid'a. Sababu ya kwanza ni pesa. Anasema watu wanaosimamia maulidi wanamwaga pesa sana, Kisha pointi ya pili akasema na wao wale watu wa maulidi au hao wanaosimamia maulidi wanajua kwamba hiyo ni bid'a na hayo ni katika mambo ya bid'a. Kwanza kabisa katika hii nukta ya kwanza kuhusu pesa, huwezi kuzilaumu pesa katika masala kama haya. Kama ukisema maulidi, watu wanaosimamia maulidi wanamwaga sana pesa, hata katika mambo mengine yote ya khairati yanahitaji pesa. Kujenga misikiti yanahitaji pesa, kujenga madaris yanahitaji pesa, mambo yote ya kidini huwa yanahitaji pesa ndio mambo yasonge mbele. Kwa hiyo pesa sio kwamba ndio sababu kubwa ya wewe manake kulaumu pesa, hapana. Pesa inaweza kutumika kwa kheri ama kwa shari. Masala itakuja kwamba pesa ni kitu ambacho ni innocent, ni kitu ambacho kwamba hakilaumiwi wala hakina lawama, umefahamu Kwa hiyo pesa itatumika katika kheri ama katika shari, lakini usiseme kwamba wenye maulidi wanatumia pesa ukaifanya kama pesa ni lawama yatakiwa kulaumiwa, hapana. Kisha nukta ya pili amesema watu wa maulidi wale wasimamizi wanasimamia maulidi kwa kuwa wanataka ili jambo lisonge mbele, ni jambo la bid'a na wao wanajua jambo hili halifai, ni jambo la uzushi. Umeona? Kwanza kabisa lazima utufahamishe ndugu yetu Sheikh Bafana, hao watu wa maulidi walikuambia wewe kwamba wanajua kwamba hayo maulidi ni katika bid'a, ama ni akili zako na ufahamu wako ndio unaokutuma kuona kwamba wewe wanahisi wale watu unahisi labda watu wa maulidi kwamba wanajua wanafanya bid'a? Manake wewe wasema kwamba watu wa maulidi wale wasimamizi wenye kutoa pesa na kuhakikisha kwamba maulidi yanafanyika wanafanya hayo wakijua kwamba ni uzushi na ni bid'a. Je, walikuambia wewe kwamba wao wanajua kuwa ni uzushi na ni bid'a na wanafanya? Walikuambia hivyo? Ama ni wewe ufahamu wako wewe ndio umelileta hilo swala kwa mfumo huu? Kwa hiyo hilo pia ni kosa. Kwa hiyo Sheikh Bafana hapo lazima urekebishe. Watu wa maulidi wanapofanya maulidi hawafanyi kwa itikadi ya kwamba ni bid'a ama ni uzushi. Wanaotoa pesa kwa ajili maulidi yafanyike, sio kwamba wanatoa pesa wakijua hili jambo halifai, la bid'a la uzushi, hapana. Wanatoa pesa wakijua hili jambo ni la sunna, wanatoa pesa wakijua hili jambo ni la kheri. Kama vile wanatoa pesa wakisafirisha watu waende umra, wanatoa pesa wakifanya mambo ya kheri mbalimbali,
vile vile wanatoa pesa maulidi yasomwe wakiamini kwamba maulidi ni katika mambo ya kheri. Kwa hiyo lazima hapo utofautishe. Watu wa maulidi wanasimamia maulidi na kuyatolea pesa na gharama wakiamini kwamba wanafanya jambo la sunna na jambo la kheri, wala hawaamini kwamba ati wanafanya mambo ya bid'a kama unavyodai wewe. Haya, hiyo ni nukta ya pili. Ya tatu akaendelea kusema, maalimu madrasa na wanafunzi wake wanasafirishwa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ili ionekane kwamba katika ile sehemu inayosoma maulidi watu ni wengi, lakini wenyewe wanajua kwamba si kama ilivyokuwa mwanzo. Hapa kuna hii kauli anasema kwamba maalimu wa madrasa anasafirishwa, anatolewa gharama, anasafirishwa yeye na wanafunzi wake waende katika maulidi ili maulidi yale yaonekane ni makubwa, lakini sio kweli. Sasa maneno haya yanapingana na maneno ya usuli katika dini. Mathalan, mimi nitakupatia mfano mdogo tu. Kuna watu wanakwenda kufanya haji na umra. Wale watu ambao kwamba wanatekeleza ibada ya haji na ibada ya umra, sio kwamba watu wote wale wamejisimamia wenyewe. Kuna maelfu na maelfu ya watu wanakwenda kufanya ibada ya haji na ibada ya umra wakiwa wamesaidiwa na wamesapotiwa. Kuna mtu anatoa gharama ya watu 10, mwingine gharama ya watu 20, mwingine mpaka gharama ya watu 50 mpaka watu 100, na watu tuana zaidi na zaidi katika kuwasimamia watu wengine wakatekeleza zile ibada. Sasa swala liko hapa, ina maana wale wanaotoa gharama ili watu wakatekeleza ibada za haji na ibada za umra, huwa wataka ile ibada ionekane watu ni wengi kule katika haji, katika umra, ionekane mjumuiko wa watu wengi. Hapana, wale wanatakidi kwamba wanaliadhimisha hili jambo na wanatekeleza jambo la kheri kwa kuwatolea watu wengine na kuwasaidia watu wengine. Kheri waweza kujifanyia nafsi yako, na kheri waweza kumfanyia mwingine, yeye akapata na wewe ukapata kwa kuwa umemfanyia yeye. Sasa masala ya kusema wanafunzi wamesafirishwa ama wamechukuliwa kutoka sehemu moja sehemu nyingine, lazima ufahamu kwamba maulidi kwanza kuna idadi ya watu wengi sana wanaokwenda kwa pesa zao wenyewe. Suala la madaris kuenda kwa sababu zile madaris hawana uwezo pengine ya kufika pale pahali. Watu wataka kuenda mathalan Lamu au Mambrui, na watu wanaishi Mombasa ama Nairobi. Na wakiangalia wale watu, kuna ambao wana uwezo wao watakwenda na ndege, kuna walio na uwezo wao watakwenda na gari, wale kwamba hawana uwezo kabisa husaidika. Bana, nyinyi mnatamani kwenda, kwa kuwa hamuna cha kuwapeleka huko ama cha kuwasaidia katika kulipa gharama, sisi tutatolea gharama hizo. Mko wangapi? Tuko kadhaa. Basi tuko mimi na wanafunzi wangu, au tuko sisi watu 10, 20, 30. Kwa hiyo ni watu wenyewe wana raghba ya kwenda, sio kwamba wale wanafunzi na walimu wakisaidiwa kupelekwa katika maulidi kwamba wanalazimishwa kama vile wanafanywa acting, nendeni uionekane jumuiko, itakuwa ni kuhongwa huko. Nendeni mkaonekane kama mko wengi alafu watu wanahongwa. Hapana, watu wanakwenda wenyewe kwa raghba zao na mahaba yao ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyatekeleza yale mambo ya kheri. Kwa kuwa wamekosa support ya kuwapeleka, ndio wale wasimamizi wakasema, bwana, wacha tuwasaidie, tuwapeleke wakatekeleze maulidi, wakafurahikie jambo la maulidi. Nani katika khairati, wala si lengo lao kwamba nendeni kule ionekane maulidi ni makubwa. Hapana, wanaokwenda kule wanakwenda na furaha zao, wanakwenda kwa mahaba yao, lakini alokuwa hana uwezo ndio anapata msaada. Na hiyo ni nidhamu ambayo kwamba iko zamani. Hata maulidi yalipokuwa yameasisiwa, hasa maulidi ya Lamu, katika historia tumewahi kuposti video mbalimbali. Maulidi ya Lamu yalipokuwa kiasisiwa, mwanzo kabisa yalitoka watu chungu mzima, mamia ya watu kwenda kuyaasisi na kuanzisha maulidi ya Lamu na maulidi ya kila sehemu. Wanatoka watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupatiana ile support na kujumuika katika jambo la khairati. Sio kwa sababu mbona watu wanaalikana katika kufungua misikiti, jamani tuwalika mfungue, njooni kwa wingi, msikiti unafunguliwa. Kwa nini watu waje kwa wingi? Hata mtu mmoja, watu wawili mnaweza kufungua msikiti. Kwa nini mualike watu umma? Kwa sababu gani mnataka watu waonekane kwamba watu ni wengi katika kufunguliwa msikiti fulani? Kwa hiyo pia haifai. Hapana, watu kujumuika katika jambo la kheri, it doesn't matter kama wataonekana wingi, wataonekana kidogo. Hiyo fikra zako wewe za kusema kwamba mnafanya hivyo kwa sababu ionekane watu ni wengi, hiyo ni fikra zako wewe na mawazo yako wewe. Hiyo ni suu dhanni.
Lakini husnu dhanni inatumika kila pahala, hata katika mahafalati, hata katika misikiti, madarisi na katika hafalati mbalimbali. Watu waambiwa njooni kwa wingi, ionekane jambo kwa wingi, manake ni jambo la kheri. Hakuna riaa kwamba watu ni wengi. Jambo la kheri mkija kwa wingi ni tashjia, kushajiishana na kupatiana support waumini kwa jambo la kheri. Kila mmoja apigania thawabu. Wasari'u fastabiqul khairati falyatanafasil mutanafisuna. Watu waje kwa wingi, watu wajumuike kwa wingi. Ule wingi ukionekana ni kwa jambo la kheri, huwa hauna tatizo. Suala kwamba wataonekana ni wingi, lengo lao ni uonekane ule wingi, hiyo ni fikra zako wewe hizo. Nafikiri hiyo imeshaeleweka. Tusonge mbele. Akasema tena nini hapa? Akasema lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilao. Waondoe pilao, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo. Ndugu zangu, wengi wa watu wanakwenda kula tu pale. Waandae maulidi ya keki na kahawa chungu, nani ambaye atakwenda pale ndugu zangu? Au ugali kwa mboga chungu, nani ambaye atahudhuria pale? Wanakuambia bana, maulidi ya ugali mtume hahudhurii bwana. Mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilao bwana. Leo tumekuwa ni watu wa kula, tumeweka mambo ya kula mbele tu. Waondoe hizi vitu. Hapa ndio kuna tatizo kubwa zaidi. Ameapa na Mwenyezi Mungu, amesema na wallahi, jambo la pili linalosababisha maulidi yakaendelea ni pilau. Tena akapa na Mwenyezi Mungu akasema wallahi. Hayo ni makosa makubwa sana Sheikh Bafana amefanya. Kwanza kabisa nimpe taarifa yeye Sheikh Bafana pamoja na wenzake wote wenye mawazo kama hayo. Maulidi yanayofanyika duniani, yale makubwa yote yanayojumuika mamia na maelfu ya watu, hayana chakula. Kwa taarifa hiyo nakupatia. Tusiende katika maulidi ya Yemen na nchi zingine, huko ni mbali, pengine utakuwa na shida ya kuinvestigate. Tuende katika masala ya East Africa. Tuanze na Kenya. Maulidi makubwa kabisa Kenya, ambao ni maulidi ya Lamu. Maulidi ya Lamu yanasomwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, watu wanamaliza wanaenda zao, hakuna chakula, hakuna pilau. Hiyo ni la kwanza. Maulidi ya pili, maulidi makubwa kabisa ya Mamrui. Maulidi ya Mamrui kuanzia yanasomwa mpaka maulidi yanamalizika, watu wanaenda zao, hakutolewi hata sahani moja ya pilau, hakuna. Hao ni maulidi makubwa nakutajia. Maulidi ya tatu, maulidi ya Malindi Kenya. Kuna maulidi yanajulikana, maulidi ya Malindi. Maulidi yale yakisomwa kutoka mwanzo wa kuanza kusoma baada ya salatul isha mpaka yanakamilika, watu wanaenda zao, hakutolewi hata sahani moja ya pilau wala biriani. Maulidi ya nne, maulidi ya Makadara Mombasa. Maulidi maarufu haya ya Makadara yanajulikana kwa jina la maulidi ya Makadara. Maulidi ya Makadara Mombasa kuanzia yanasoma mwanzo hadi mwisho, yanakamilika, watu wanaenda zao na watu wanajumuika wengi sana, hakutolewi hata sahani moja au sinia moja ya chakula, pilau wala biriani, hakuna. Sasa wewe ukiambia watu kwamba maulidi watu wanakuja kwa wingi kwa sababu ya kula, kwa nini watu wanaokuja wengi zaidi katika maulidi ya Lamu, Mambrui, Malindi, Mombasa hakuna chakula na watu wanakuja wengi? Kwa nini wanakuwa wengi na hakuna chakula pale? Tuambie kile kitu ambacho kwamba watu wanakitafuta, na wengine wanasafiri kutoka Nairobi wanakwenda Lamu, wengine wanasafiri kutoka Tanzania wanakwenda Lamu au Mambrui katika maulidi. Hivi mtu anachoma pesa zake kutoka Lamu, kutoka Mambrui, kutoka Dar es Salaam, wengine wanatoka mpaka nchi za nje, kutoka London, kutoka hata Marekani. Mtu anasafiri anasema nataka kwenda kuhudhuria mawalidi mbalimbali Afrika huko. Najitolea wiki nzima mimi naenda zangu Afrika nikahudhuria maulidi mbalimbali. Wale watu wote waliochoma mapesa zao wanakuja kwa sababu ya kula. Hivi wote wale wanakuja kwa sababu ya kula. Na maulidi yenyewe wanapokuja katika kuhudhuria maulidi makubwa hayana chakula. Huo wamekuja mtu yule alipe tikiti, na kama hana makazi ya kushukia alipe na mahoteli, agharamike kila kitu. Kisha wewe uje kumwambia kwamba huyu amekuja kwa sababu ya kula. Hilo swala la kwanza, kwamba madai unayoyazungumza shekhe wetu sio sahihi. Hilo la kwanza. Swala la pili, masala ya chakula. Watu wameweka chakula ili mradi wafanye ikram, wamemswalia mtume, mtu amefanya ikram. Haijalazimishwa watu waweke pilau wala biriani, haijakuwa lazima.
Mtu akiweka pilau, biriani, biskuti, nini, ni khiari yake, ikram. Umeweka ikramu kama ile, watu wamekuja, umewekea chakula, si tatizo. Masala ikram yametajwa katika Qur'ani ya chakula. Masala ikram yametajwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hukusoma Qur'ani wewe suratul Insani jamani, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mwenyezi Mungu amewasifu watu katika Qur'ani kwamba wanalisha watu chakula. Watu ambao kwamba ni masikini walishwa chakula kwa kuwa wana haja. Hamna tatizo, kuna ubaya gani? Kwa nini wewe ukasirike watu wanapolishwa chakula? Kama wewe ulikuwa unataka chakula ungesema na mimi nataka, ungeletewa sahani yako moja. Lakini kwa nini ukasirike wengine wakipewa? Na mwenye kukasirika kwa wengine ni alama ya uhasidi. Kitu ambacho kwamba hukupewa wewe apewa mwingine, wewe akasirika. Anayetoa halalamiki, anayepewa halalamiki. Wewe ambao kwamba hutoi wala hupewi, walalamika wakasirika. Kama si uhasidi ni nini hiyo? Na wakati Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema wayut'imuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, inma nut'imukum liwajhillah. Nut'imukum liwajhillah, wanapewa wale chakula si kwa lengo lolote lile, ni kwa ajili ya watu watafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni sadaqa ile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake asema wa at'imu at'ama, lishaneni chakula, toeni chakula watu wale, watu wapate nusra na neema na fadhila ya chakula, walisheni. Kuna watu wana njaa, kuna watu wana ahwali mbalimbali. Mtu amekuja kutoka safari, mtu amekuja kutoka mbali, amekuja maulidini, amesoma maulidi. Unaona huyu mtu kwa machofu aliyokuja hapa na ikramu ya hudhuri yake hapa, nimependeza na mimi nimfanyia ikramu kwa kumpatia chakula, akampikia pilau, biriani. Ni ikram, yeye amefanya ikramu kuhudhuria, na sisi tumefanya ikramu kumpa chakula, kwa sababu sote tumefanya ikramu. Ningefanya maulidi wao hawangekuja, ingelikuwa sikupata ikramu ya hudhuri ya watu. Kule kuja kwao ni ikramu, na sisi kuwapa wao chakula ni ikramu. Kwa hiyo ni ikram baina almuslimina, tumefanyiana sote wawili. Wewe usofanya ikramu wala usofanyiwa wakasirika, wasema chakula imezoeleka, imekuwa watu wapenda kula, dini haiendi bila kula. Sasa Mtume mwenyewe usia watu kula, Allah katika Qur'ani ausia watu kula na kuwasifu wenye kulisha watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anahusia watu kulisha watu. Wewe wakasirika, wewe hutaki, unasema dini haiendi bila kula. Kwa nini? Ulikuwa unataka dini iende watu wasile. Sasa wewe hasira zako, kwa nini wapewe chakula wakiwa wamehudhuria maulidi? Sasa wewe unataka watu wasipewe chakula, waje maulidini bila kupewa chakula. Kisha wewe utarudi utasema mwaenda maulidini hata chakula hamupewi. Mwaenda kusoma maulidi kutoka mwanzo mpaka mwisho, mwakalishwa karibu masaa 2 matatu, hata chakula pilau pia kupikiwa hampikiwi. Utarudi utalalamika. Sasa watu waamua kufanya leo ambao kwamba Mtume sallallahu ametuhusia, tumewafanyia ikramu, tumewapa chakula, wakasirika. Tufanye nini ndio uridhike? Kile ambacho kwamba wewe unaona tukikifanya utaridhika ni kitu gani? Nafikiri klipu umesikia, na nafikiri klipu hii imemalizikia hapo na nimeisikiliza mimi. Ukiangalia hizi mambo ya bid'a zote ndugu zangu, ni mambo ya kula ndio iko hapo. Ukiangalia maulidi ni kula, mambo ya khitma kula, 40 kula, mambo ya burda kula, talqini kuna kula, kila kitu ni kula. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kula ndugu zangu. Wewe leo ukishazoea kula, mwisho wake wacha wewe kuwauza mandugu zako, utakuja hata kuiuza dini yako. Umesikia maneno yake mwisho Asema talqini ni kula, mambo ya khitma yale ni kula, kila kitu imekuwa ni kula, na mwisho mtu akiendelea kula kama hivyo atafanya nini? Atauza paka ndugu zake, ama atauza dini yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim anatuhusia tule. Allah anataka sisi tule. Ametuambia nini Allah? Wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi. Kwa nini nyinyi hamuli vile ambavyo vimechinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini? Wa malakum, muna nini nyinyi hamuli? Manake kuleni. Allah mwenyewe amesema kuleni. Mahali ambapo Allah ametukataza tusile, ametukataza sehemu moja, amesema wala takulu mimma lam yudhkar ismullah. Musile wala msikubali kula chochote kile ambacho kwamba
hakikutajwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini kama mtu amechinja mnyama wake, mbuzi, ng'ombe, ngamia, na akafanya sadaka yake kulingamana na sheria na Uislamu ulivyoturuhusu, na akaweza kuigawa sadaka ile kama chakula, basi Allah anatuambia tule. Tusipokula, Allah anatulia, anasema wa malakum alla taakulu mimma dhukira smullahi, kwa nini nyinyi hamuli? Kuleni, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina. Allah katika Qur'ani ametuelezea tule, kuleni, washrabu, na munywe. Tena kuleni sana na munywe mtosheke. Wala tusrifu, msifanye tu jambo moja, msifanye israfu katika kule kula na kunywa. Hilo ndilo tulilohusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuifuate Qur'ani. Allah ametuambia tule, wewe unasema khitma kula, sijui nini kula. Hiyo ni wasia wa Mwenyezi Mungu. Allah ametuambia tule, wewe unasema tusile. Unasema dini mnaipeleka kula, talqini kula, khitma kula, kila kitu ni kula. Huo ndio wasia wa Allah kwamba tule. Tukipewa chakuliwa tule, ndivyo tulivyopewa. Sasa wewe utajua mwenyewe, nyinyi mnakula hivi maadamu kitu kimepita katika sheria kwamba chafaa kuliwa, kitaliwa. Kinachofaa kuliwa na kimeruhusiwa kuliwa na kiliwe. Kile ambacho kama kimeharamishwa na kimekatazwa, tutakaa mbali nacho. Hamna tatizo hapo. Sheikh Bafana, hamna tatizo. Hakuna magombano hapo bwana. Wala hakuna uhasama wote. Kilicho halalishwa na Allah tutakihalalisha na tutakila kama kinaruhusiwa kuliwa. Kile ambacho kama kimekatazwa tutakatazika nacho. Kwa hiyo Allah ametuambia kulu washrabu, na kama hatuli sisi tunaambiwa wa malakum alla taakulu, na kwa nini nyinyi msile? Kuleni, kulu. Wewe usitukataze kula wakati Allah ameturuhusu. Kilichoruhusiwa usikikataze. Ukiingia mlango huo utaingia ule mlango ambao Allah ameukataza, amesema wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Wale wenye kumzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uongo, hii ni halali, hii ni haramu. Allah amehalalisha kula, wewe waharamisha, wakataza. Allah amekubali, amesisitiza watu walishe watu wengine chakula, wewe wasema walaumu wenye kulisha. Wenye kulisha Allah amesema wa yut'imuna at'ama la hubbihi, wanasifiwa wale. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, watu wamesifiwa kwa sababu ya kutoa haki katika kile wanachojaliwa na Allah na kuwapa wengine wanufaike. Wewe wakasirika, hutaki. Ukikataa kisha wewe ukajitokeza mbele ukalikataza swala hilo, Allah anakwambia, anakukataza unachokifanya. Shekhe wangu anakukataza, Allah anakwambia wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, msipende ile kujisemea na kujinenea. Kinachotoka kwenye ndimi zenu unakiwacha kinatembea tu, unajisemea tu kwa manake hadha hala, hii ni halali, hii ni haramu, unaona tu kwa fikra zako na mawazo yako. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, hivyo ndivyo mnavomzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Allah hajakataza watu kula, wewe wakataza. Allah hajakataza watu kulisha watu wengine, wewe unawakataza. Ni makosa ndugu yangu, usifanye mambo hayo. Usiharibu heshima yako kwa Allah, kwa sababu atengeza heshima yako kwa makhlukat. Tengeza heshima yako kwa al-Khaliq. Umeulizwa swala kuhusu maulidi, jibu kulingamana na sheria, na kama huwezi kujibu kulingamana na sheria, fuata kauli za wanazuoni. Wako wanazuoni mbalimbali wamezungumza masuala maulidi, zungumza kulingamana na sheria. Chakula kinachopikwa katika maulidi kizungumze kwa mujibu wa sheria, usizungumze kwa mawazo yako na fikra zako, kisha ikawa hayo mawazo yako na fikra zako ndio unakwenda kuaminisha watu kwamba huo ndio uhakika na hiyo ndio sheria. Si sheria. Hayo yote uliyozungumza shekhi wangu, Sheikh Bafana, hayo unayozungumza yote ni mawazo yako wewe, wala si Uislamu, wala si wanazuoni, wala si misingi ya kidini iliyokuelekeza hivyo. Ni fikra zako na mawazo yako. Na mawazo ya mtu huingiliwa na hasadi, na chuki, na bughdha. Sasa usichanganye mawazo yako ambayo kwamba hayako salama ukataka kuhukumu nayo mambo mbalimbali. Toa hukumu za kisheria, tutafuata, tutakusikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa shukran, jazakumullahu khairan, billahi tawfiq.